Kama ilivyo ada basi ya CTV Online tumesafiri umbali wote hadi kufika hapa katika kata ya Muhonda iliyopo katika tarafa ya Turiani, wilaya ya Mvomero, ndani ya mkoa wetu wa Morogoro. Hapa nakutana na mheshimiwa diwani na namna gani anavyoshiriki katika kusapoti mchezo huu wa ngumi. Lakini kabla ya yote hayo, CTV tumpongeze kwa namna gani anavyoguswa katika kusapoti vijana na katika mchezo huu wa ngumi. Naitwa Rashid Salum Juma, diwani wa kata ya Muhonda, wilaya ya Mvomero. Niseme kwanza kabisa nichukue nafasi hii kuwapongeza ninyi binafsi kwa kuja kwetu katika wilaya yetu pamoja na kata yetu ya Muhonda, lakini pia kwa vijana wote ambao wanapigana ngumi hizi ambazo vijana wetu wanaendelea kujifunza katika masuala ya ngumi. Kipekee niseme sisi tarafa yetu ya Turiani pamoja na wilaya nzima ya Mvomero, michezo hii ya ngumi vijana wengi huwa wanajitokeza na wanaipenda sana. Kwa hiyo sisi kama viongozi kwenye maeneo yetu huwa tunasapoti katika kuwashika mkono kwenye mambo mengi, kwenye mambo yao ya michezo hii ya ngumi, lakini pia kwenye michango mbalimbali kwa waheshimiwa madiwani wa tarafa hii ya Turiani. Wako baadhi ambao tumeendelea kwa sapoti na kutoka katika maeneo hayo na waweze kucheza katika maeneo mengine kuendelea kujipambania katika maisha yao ya kawaida. Kwa hiyo niseme niendelee kuomba wadau mbalimbali wajitokeze katika kuwasaidia hawa vijana na wenyewe waweze kupata fursa hii ya michezo hii ambayo tayari wanataka kuianzisha na kuendelea nayo. Sasa Mheshimiwa Diwani, nimeona pia ulikuwa ukiteta kidogo mawili matatu pamoja na viongozi waliotoka mkoa wa Morogoro wanaosimamia huu mchezo wa ngumi. Labda ni kipi sasa kuelekea katika hii bounty itakayochezwa hapa Turiani? Ni kipi mpaka sasa hivi kinachojiri? Kinachojiri ni kwamba tumepokea maelekezo kutoka kwa viongozi wa mchezo huu wa ngumi kutoka mkoa wa Morogoro, kwa maana ya makamu mwenyekiti na timu yake wamefika katika eneo letu hili, lakini pia na kuangalia eneo lenyewe ambalo tunakusudia angalau kucheza hiyo michezo ya ngumi kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 8. Angalau wameliona, lakini pia wametoa maelekezo na maelekezo tumepokea, angalau tuweze kutengeneza ulingo ukae katika hali nzuri, lakini pia na kuhamasisha baadhi ya vijana, lakini kuhamasisha makundi mbalimbali kuweza kujitokeza siku ya pambano ambayo itakayofanyika katika eneo letu. Nikirudi katika utendaji tunagusia kidogo kwa sababu kama nilivyotangulia awali kukupa pongezi katika shughuli zote zile za kimaendeleo, za kiuchumi, lakini pia na za kiulinzi katika eneo lako la kata ya Muhonda. Hali ya ulinzi mpaka sasa hivi kufuatana na tetesi na fununu za masuala ya maandamano katika kata yako, hili jambo lipoje? Kimsingi niseme viongozi wetu wa ngazi ya taifa wa kitaifa mshatoa maelekezo, lakini niseme kwa sisi kwa tarafa yetu ya Turiani sisi tuko shwari, hakuna makundi ya ajabu na sidhani kama kutatokea makundi hayo ya ajabu kulingana na namna ambavyo kwenye wilaya yetu ya Mvomero, lakini pia na mkoa mzima wa Morogoro sisi sio watu wa kufanya matukio ya ajabu. Kwa hiyo mimi niseme, japokuwa sio msemaji wa jambo hilo sana lakini niseme tu kidogo kwamba kwenye swala la ulinzi na salama kwa vyombo vyetu na mambo mengine tuko vizuri. Turiani na kata yako vinasifika sana katika kilimo cha mpunga au tuseme tu shughuli mbalimbali zinazohusiana na uchumi unaotokana na kilimo. Unataka kutuambia shughuli za maendeleo zipoje hapa katika kata hii ya Muhonda? Shughuli sisi hapa tunajishughulisha na mazao mbalimbali ikiwemo mpunga, mahindi, lakini tuna mazao yale ya kimkakati ya kiwilaya. Maana yake tuna zao la kokoa kwa maana stakabadhi ghalani, lakini tuna mazao ya iliki, tuna mazao ya ufuta, mbaazi, lakini na mazao mengineo. Faida Turiani kwa maana ya kutegemea uchumi wetu sisi tunategemea katika mazao hayo yote. Lakini zao kubwa ambalo kwa sasa linatuingizia mapato makubwa katika wilaya yetu ya Mvomero, maana tuna zao letu la kokoa kwa kupitia stakabadhi ghalani, na wakulima wetu wa eneo la kata yetu ya Muhonda, lakini kata ya Sungaji, kata ya Diongoya na kata ya Kuuma wameendelea kunufaika na stakabadhi ghalani. Kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kupokea ujumbe kutoka kwake
kwa maana watu waunde stakabadhi ghalani, na viongozi wetu wa ngazi ya wilaya, mkuu wetu wa wilaya alitufikishia ujumbe na sisi tukaunda hiyo stakabadhi ghalani. Maana yake imekwenda kumkomboa mkulima kutoka kwenye bei ile ambayo alikuwa anapata, tunasema kwa wale watu wanaitwa kangomba, maana yake hawa wachuuzi wadogo wadogo, lakini kwenda sasa kupokea fedha taslimu kutoka kwenye simu yake au kutoka benki, kwa maana ya kuuza mazao yake kwenye stakabadhi ghalani na bei ile ambayo ipo katika soko la dunia. Kwa hiyo imefanya mji wetu huu wa Tuliani pamoja na maeneo mengine kujikuta kwamba sasa sisi tumepambana na tuko kwenye maendeleo mazuri sana. Kama sikosei, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, namzungumzia Dr. Samia Suluhu Hassan, naye pia ameweza kutia mkono huku katika mchezo huu wa ngumi. Kama ilivyo katika football, ameweka goli, si ndio Lakini nafikiri na huku nako katika ngumi hilo swala nafikiri amelizungumzia. Labda sasa hii ni chachu, ni hamasa kwa vijana kwamba ni fursa hasa washindwe wenyewe, au hii sisi tunasema ni fursa kwa sababu kuna wanasema kuna knockout ya mama. Manake ukisikiliza ile, manake huko nako vijana wanafurahi na jambo hilo. Ndio manake sasa ni kwamba vijana wenyewe wapambane kuhakikisha kwamba nao wanafika kwenye viwango vile mama anataka. Kwa hiyo mimi niseme tu, ni washauri hawa vijana wetu ambao wanapenda mchezo wa ngumi wajikite kwenye masuala ya mchezo huo wa ngumi ili waweze kutoka katika maisha yao, lakini kipekee walinde pia na afya zao, lakini pia walinde na amani ya nchi yetu. Ndiyo. Kwa sababu kubwa zaidi hapa ni kuangalia amani ya nchi yetu kwenye maeneo yetu ambayo tunaishi. Hakuna mtu ambaye anaweza kuja kukulindia amani kama wewe mwenyewe amani hiyo huitaki. Mimi niseme ni waombe sana hawa vijana, kwa sababu na ndio maana unaona sisi viongozi wa kisiasa tunapenda kuwaunga mkono, kwa sababu tunawaondoa katika yale makundi mabaya ili warudi katika makundi ambayo yanatakiwa. Tukimalizia, turudi katika hili pambano ambalo limeandaliwa na Kiangazi Boxing Promotion ambalo litapigwa hapa tulipo katika eneo hili la ukumbi wa Las Vegas ulioko hapa Tuliani. Kimalizia, labda yepi maoni yako ya kumalizia kwa hao mabondia watakaoshiriki? Niseme katika tarehe hizo ambazo zitakazokuwa imepangwa, mabondia wetu wafanye mazoezi ya kutosha, lakini pia wapokee maelekezo ambayo tumeyapokea kutoka kwa viongozi, maanake ya kupima afya, lakini pia kujilinda, lakini pia mchezo unahitaji umakini sana. Kwa hiyo maana yake tuwe tayari kupokea, lakini pia mashabiki wajitokeze kwa wingi, kwa sababu waje waangalie vijana wao. Mashabiki wajitokeze kwa wingi sana, kwa sababu waje waangalie vijana wao, na kwa Tuliani yetu hii sina shaka kwa jambo hilo, kwa sababu ni jambo ambalo lilikuwa linaendelea kujitokeza mara kwa mara na watu wanajitokeza kuja kuangalia mchezo huu. Kwa hiyo kwa vijana ni waombe wawe tayari katika mapambano haya. Sasa nilikuwa nikipiga stori na Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Muhonda ambaye amejitokeza kwa namna kipekee kabisa kusapoti mchezo huu wa ngumi. Na yote hii ni kutokana na katika kujitoa kwake kwa vijana ili kuweza kuwapambania kuweza kukuza vipaji vyao. Nikiripoti kutoka hapa katika ukumbi wa Las Vegas uliopo hapa Tuliani, mimi ni Hassan Ndunda wa CTV Online. Yeah.